Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye ulikuwa umejiandaa kwa shauku kubwa kusubiri kipindi cha saa ya urejesho, ambacho kimekuwa baraka sana kwako na kwa watu wengi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana wewe ambaye umetenga muda wako sasa, umetulia. Hebu waambie na watu wengine pia ambao unatamani na wapenda. Kuna mambo mazuri ya ajabu, kuna maarifa ya kipekee ambayo yatasababisha uweze kupata mwelekeo wa maisha yako kwa upya. Mungu siku zote ni mpya. Na namshukuru Mungu sana kama mnavyoona majina yangu hapo na mahali ambapo natokea. Watu wengi sasa wamekuwa nafuatilia, na naomba tena endelea kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya channel hii ya Habari Maalum. Uendelea kupata maarifa zaidi ya vipindi vingine ambavyo vimepita. Kwa hiyo nikukaribishe, na nimekuwa ninafundisha kwa habari ya ajenda ya shetani juu ya uchumi, eneo la uchumi kwa wana wa Mungu. Ajenda ya shetani au mkakati. Na tumejifunza katika vipindi vilivyopita, niliweka msingi, tukaona mpango wa Mungu juu ya wana wa Adam, watoto wa Adam ulikuwa nini tangu mwanzo. Sababu ya yeye kuwaweka duniani waweze kutawala na kumiliki. Lakini Adamu alipoharibu, tunaona kila kitu kikabadilika. Mpaka sasa mateso yanaendelea. Moja ya kitu au roho inayotesa dunia sasa watu ni roho ya umaskini. Roho ya umaskini, maisha ya shida. Maana Mungu alimwambia Adamu, utakula kwa jasho. Sikiliza, Adamu alipoasi, aliweka kama mfalme na mtawala hapa duniani. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa ni mtoto, ni kama alifanya kosa la uhaini, kuiuza nchi mikononi mwa shetani. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Adamu alikipoteza, alipoteza eneo la utawala linaloitwa dunia, ambalo kimsingi lilikuwa ni eneo kwa ajili ya Adamu na uzao wake. Kwa alipoteza eneo la utawala. Lakini kitu cha pili, alipoteza mamlaka ya utawala, ikaenda mikononi mwa shetani. Lakini kitu cha tatu, alipoteza lugha ya mawasiliano kati ya yeye na Mungu, ilipotea. Lakini kitu cha nne, alipoteza ule utamaduni. Mungu alikusudia duniani pawe kama kule mbinguni. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hivyo vitu vinne Adamu alipoteza. Kwa hiyo sasa tunaona kuanzia kutoka kwa Adamu mpaka kuja kwa Yesu ni kipindi kinachokisiwa miaka isiyopungua 1400 kutoka kwa Adamu mpaka Yesu anakwenda pale msalabani. Kwa naweza kuona hiyo miaka yote, maelfu ya miaka, Ibilisi alijiimarisha, alijenga mifumo. Na mojawapo mifumo aliyojenga ya uharibifu inayotesa mpaka sasa ni mifumo ya eneo la uchumi. Kwa hiyo kuanzia wakati huo sasa, ili mtu aweze kufanikiwa, awe na maisha kwa sehemu hapa duniani, ni sehemu mbili tu. Aidha ni kula kwa jasho, kutumia nguvu, kuhenya. Lakini aidha sehemu ya pili ni kumsujudia shetani. Kwa sababu gani? Adamu alipoteza na umiliki wa rasilimali duniani. Kwa hiyo Yesu alipokuja duniani, alikuja kurejesha vitu vyote vinne. Alikuja kurejesha eneo la utawala kwa wale watakaomwamini. Maana Yesu alikuja kama Adamu wa pili ambaye ni roho yenye kuhuisha. Haleluya. Lakini pia alikuja kurudisha mamlaka kwa wana wa Mungu. Lakini alirudisha lugha ya mawasiliano. Ndio maana ukishamwamini Yesu una uwezo moja kwa moja kuwasiliana na Baba yako aliye mbinguni. Haleluya. Lakini pia alikuja kurudisha ule utamaduni wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu alikusudia kupitia kanisa watakatifu, dunia iwe ni mahali pa watu wafurahi, wawe na amani, wasijute. Sasa hayo maisha yako ndani ya Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunajifunza kwa nini sasa uhalisia uko tofauti. Kwa hiyo tunataka
kadri Yesu anavyokaribia kurudi, anataka kuonana kuja kuchukua kanisa ambalo kwa kweli limerudi kwenye uhalisia wake, iko ni pamoja na kutawala na kumiliki katika eneo la uchumi. Haleluya. Lakini tukawa tumejifunza kipindi kilichopita roho ya utumwa, jinsi ambavyo nikatoa mfano kwa habari inaanzia kwenye bara la Afrika. Tunaambiwa bara la Afrika ni maskini, inatoka kwenye bara inakuja kwenye nchi. Hata sisi tumezaliwa tunaambia Tanzania ni maskini. Kwa hiyo inatoka na kuja kwenye eneo la familia, inakuja mpaka kwa mtu mmoja mmoja. Hiyo ni roho, ni kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Sasa leo nataka tusogee tena sehemu ya tatu, ambayo ni umaskini unaotokana na waliokutangulia. Roho ya umaskini unaotokana na waliokutangulia. Mojawapo ya kitendea kazi cha shetani huwa anacheza na historia. Kwa hiyo roho inaweza ikatoka kwa waliokutangulia. Kabla sijaendelea, nikupe neno la msingi sana. Umaskini ni roho na kufanikiwa ni roho pia, lazima ufahamu. Kwa hiyo umaskini ni roho na kufanikiwa pia nako ni roho. Na kumbuka, roho huwa haifi, ila inaweza ikabatilishwa. Kwa hiyo kama ni roho mbaya ambayo sio mapenzi ya Mungu, ukisha kuigundua unachukua hatua, unaenda msalabani. Yesu alifanya ukombozi wa jumla. Ili unapoenenda fanya tathmini ya maisha yako. Ukiona kuna eneo limekwama, unaenda msalabani, ndipo palipopatikana haki zetu zote kama wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona umaskini unaotokana na waliokutangulia. Hebu ngoja nisome kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 26 kuanzia mstari wa 18. Mwanzo sura ile ya 26 kuanzia mstari wa 18. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Abraham babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Abraham. Naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Stina. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Haleluya, haleluya. Hebu naomba sasa nitazame vizuri sana. Huyu ni baba yetu wa imani, anaitwa Abraham, akiwa katika nchi aliyokabidhiwa na Mungu, nchi ya Kanaani. Wakati mwingine, wakati wa changamoto, alienda sehemu ya Ufilisti, sehemu panaitwa Gerari. Alipoenda kule, wakati ule mtu aliyekuwa na miliki visima alikuwa ni tajiri, kwa sababu kule ni Mashariki ya Kati, ni sehemu ya jangwa. Huwezi kuona mito inayotiririka kama kwetu huku Afrika na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo wale watu wenye uwezo ndio alikuwa na uwezo wa kumiliki kisima kwa ajili ya watu wake na mifugo. Kwa Ibrahimu, kwa kuwa alikuwa ni tajiri, hata alipoenda kule Gerari alikuwa na visima vya maji. Sasa alipokufa, Wafilisti wale wenyeji wakafukia vile visima vya maji. Sasa Isaka mtoto wake akawa ameenda pale Gerari. Alipofika pale, anafahamu kabisa kwa mujibu wa desturi na kwa mpango wa Mungu, anatakiwa ajue mali za baba yake kama mlisi. Kwa wakati anafuatia mali za baba yake, akaambiwa visima vitatu, na vile visima tayari wenyeji wameshavifukia. Tunajua mahali wanapokaa wenyeji,
wenyeji pana changamoto nyingi sana. Kwa akihamia muhamiaji, yeye anakuja kwa ajili ya kupambana maisha, wanaishia kumloga, kumfanyia fitina. Ndio maana kuta mahali ambapo pana wenyeji huwezi kukuta maendeleo. Wenyewe wanajua kulogana tu, fitina. Kwa hata yeye Ibrahimu alikutana hicho kikwazo. Kwa wale wenyeji wakafukia visima vyake. Haleluya. Kwa wakafukia visima vya Abraham. Kwa Isaka akaanza kufuatilia vile visima vya Abraham. Babaye wakawa wameshavifukia. Nini kilichotokea? Isaka akaanza kufukua visima vya baba yake. Alipoanza kuvifukua, tunaanza kuona wale wenyeji wakaanza kwenda kugombana na Isaka. Akifukua wanafukia, akifukua wanafukia tena, wanasema hiki ni cha kwetu. Wakafikia cha kwanza wakagombania, akakiacha. Wakafikia cha pili akagombania, akakiacha. Akafukua kisima cha tatu, babu kubwa kabisa kilichokuwa na maji mengi. Hawakugombania hicho, wakakata tamaa. Akakiita Rehobothi. Akasema, sasa Bwana ametufanyia nafasi, mimi na watu wangu sasa tutazidi katika nchi. Haleluya, haleluya. Sikiliza. Hivi unafahamu sababu za wale Wafilisti kufikia visima vile vya Abraham? Unafahamu? Kumbuka nafundisha kwa habari ya roho ya umaskini kutoka kwa walio kutangulia. Kwa anza kuwaza wazazi wako. Anza kuwaza wazazi wa wazazi wako. Ipo hiyo roho ya mafanikio. Au kuna roho ya umaskini na itafuta kutoka chini imeenda mpaka imekufikia na wewe. Haleluya. Ni roho. Sababu ya kwanza ya kufukia visima vile vya Abraham ni ili watoto wa Abraham wakose pa kuanzia. Unaona hiyo hila ya shetani, mkakati wa shetani. Ili baba yao wakishakufa, si wamefukia mali za kwake. Lengo lake walikuwa wanalenga watoto wake. Maana walijua watoto wake watafuatia mali za baba yao, ili watoto wakose pa kuanzia. Hiyo ndio mojawapo ya ajenda ya shetani. Anaweza kukamata eneo la mafanikio kwa mzazi. Si kwamba namlenga mzazi huyo tu, analenga mpaka na kizazi chake mbele, ili watoto wake watakapokuja wakose pa kuanzia. Sinajua kuna watu ambao unakuta nakufa, anapokuwa amezikwa baba, ulisa nao waachia pale, naacha madeni kwa watoto. Siku ya msiba anasema na mdai marehemu, wanaibuka. Unaona? Kuna mtu nakuta nakufa na acha watoto, hata kiwanja hana, hata shamba hana. Maana yake hata watoto wanapoanza kukua hawapati pa kuanzia. Hakuna pa kuanzia. Hiyo ndio mkakati wa shetani. Haleluya. Hiyo ndio sababu mojawapo shetani analenga pia kule. Sababu ya pili, haleluya, ili watoto wa Abraham wasiongezeke kupitia mali alizoacha baba yao. Kwamba hata kama kuna mali ambazo wamezipata wao, ukichanganya na zile ambazo ni za urithi kwa baba yao, wanaongezeka, wanatawala katika eneo lao. Kumbuka mpango wa Mungu ni wewe uweze kumiliki na kutawala katika eneo lako, katika eneo la uchumi, ili watoto wasiongezeke. Haleluya. Ninakufundisha au nakukumbusha mambo haya ya msingi sana. Mungu alinifundisha baada ya kuwa nimejiuliza maswali mengi. Kwa nini wana wa Mungu wako makanisani wanahenya? Wakati mimi naokoka miaka ya 90, nimekuta msamiati unasema ukitaka kuwa maskini okoka kuwa mlokole. Nikaanza kuangalia kweli maisha wale watu walioko makanisani, enda vijijini, sehemu mbalimbali, kweli wamechoka. Hata sadaka wanaenda kanisani hawana, ila wanampenda Yesu sana. Ikifika wakati wa sadaka wanainama, hawana chochote, ni wapiga vibarua, lakini wanampenda Yesu sana.
Je, ni mapenzi ya Mungu? Tuliangalia Farao anamwambia Musa, nendeni peke yenu, lakini mifugo, mali mziache Misri. Musa akakataa, akasema hatutaacha hata ukwato, kwa sababu tunatakiwa kwenda kumtumikia Bwana kupitia mali zetu. Mojawapo ya kinachoweza kusukuma kazi ya Mungu iende ni mali, fedha. Haleluya! Hata Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa? Mimi naona ninahubiri hapa, natumia fedha nyingi na familia yangu, habari zinakufikia. Haleluya! Ni fedha tunatumika. Sasa tunaonaje? Sasa tunaona hapa, hiyo ndiyo sababisha mimi nikaanza kumuuliza Mungu nini sababu. Mungu akaanza kunifundisha vyanzo vinavyosababisha roho ya umaskini. Haleluya! Na baada ya kujifunza, Mungu akanisaidia nikaanza kuchukua hatua, kufanya kazi, naanza kuona sasa matokeo. Haleluya! Sasa sikiliza, ili watoto wa Abrahamu wasiongezeke kupitia mali alizoacha baba yao. Hebu tuangalie mfano mwingine kwenye Biblia, kitabu cha Hesabu sura ya 27 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Hesabu sura ya 27 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Tuone, mimi nataka nichukue mstari wa 3 tu mpaka wa 7. Biblia imesema, baba yetu alikufa nyikani, naye hakuwemo katika mkutano wa hao waliokutanisha kinyume na Bwana, katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa hana mwana wa kiume. Kwa nini basi jina la baba yetu lifutwe katika jamaa zake, kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume? Tupe sisi ulisi pamoja na ndugu zake baba yetu. Basi Musa akaleta neno lao mbele za Bwana. Bwana kanena na Musa na kumwambia, hao binti za Selofehadi wanalo lilo haki kweli, utawapa miliki ya ulisi pamoja na ndugu za baba yao, nawe utawapa ulisi wa baba yao. Kwa wana wa Israeli kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Selofehadi wakati wa Musa. Huyu Selofehadi huyu alikuwa na mabinti 5. Hawa mabinti hawakuwa na kaka. Sasa kulikuwa na ule mfumo kwamba anayetakiwa kulisi mali ni mtoto wa kiume. Walikuwa na dhana hiyo. Sasa baba yao akawa amekufa. Alipokuwa amekufa baba yao, wakabaki wale mabinti. Sasa maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba zile mali za baba yao zilichukuliwa na ndugu. Sasa wale mabinti walikuwa wanajitambua. Haleluya! Unaona, ukiokoka akili zako zinatiwa nuru, unafahamu haki zako kwa Mungu. Kwa walipojitambua, wakaandamana, wakaenda kwa Musa, wakamwambia Musa, sikiliza, baba yetu sisi hakuwa miongoni mwa wale walioasi wakati wa Kora. Alikufa kwenye maovu yake mwenyewe, hakuwa muasi. Sasa kwa nini jina la baba yetu limefutwa? Lilifutwa na nani? Lilifutwa na ndugu zao kwenye ukoo. Walifuta kwa sababu mojawapo kinachomtambulisha mtu kwamba alikuwepo ni ana nini. Tumejifunza vipindi vyopita, kile ulicho nacho. Nilisema hata kama una hekima ya aina yoyote, kubwa kiasi gani, kama huna chochote unachokimiliki, hakuna mtu akuthamini dunia sasa hivi. Wale watoto mabinti wakasema, wakamwambia Musa, tupatie ulisi wa baba yetu na ndugu zake. Kwa kuwa hapa kwepo na hiyo sheria, bado ikabidi Musa ende mbele za Mungu. Akamwambia Mungu, kuna watu wameandamana hapa, ni mabinti, wanadai ulisi wa baba yao, walishakufa, fanyeje? Mungu akamwambia Musa, haleluya, unaona jinsi ambavyo ilivyo kwa Mungu kulisi hakuna cha mwanaume wala mwanamke, sisi wote ni wana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu amwambia Musa, sasa wapatie, tunga sheria kabisa, isiwe kwa ile hawa mabinti tu, iwe kwa ajili ya mabinti wote na watoto wote wa kike, kwamba wanaweza wakapata ulisi kwa baba yao kama vijana, kama watoto wa kiume. Kwa hiyo tunaona hapa wale watoto wale wakapatiwa ulisi. Kama ni mashamba, wakapewa mashamba ya baba yao. Kama alikuwa na ng'ombe, wakapewa ng'ombe.
Kwa hiyo wakahifadhi heshima na jina la baba yao. Haleluya! Sikiliza, maana yake watoto walifukua visima vya ndugu zao waliofukia, walifukua visima. Haleluya, haleluya! Na sisi tu walisi kwa Mungu. Mojawapo ya ulisi ni kumiliki na kutawala hapa duniani. Haleluya! Sasa sikiliza, kwa hiyo tunaona hapa ule mfumo dume ukavunjwa. Anasema baba yetu, yeye alikufa katika uovu wake tu. Kwa nini jina la baba yetu limefutwa? Jina la wazazi wako lilifutwa kabisa. Walipokufa baba na mama limefutwa. Hakuna anayeweza kulitaja. Limefutwa na nani? Limefutwa na wana ukoo. Baba yenu alikuwa na bidii sana, najishughulisha, akarogwa. Wengine amerogwa na kaka zake na ndugu zake wa kuzaliwa. Baba akajikuta amekufa, mali zote zimebebwa. Watoto mnahangaika. Wakati baba yenu walikuwa na mali, lakini kwa kuwa mlikuwa wadogo hamwezi kujitetea, zikachukuliwa wakagawana wana ndugu. Watoto wanahangaika. Hiyo ni ajenda ya shetani. Anataka akikamata, akifukia vizima vya mzazi, analenga watoto wake wakose pa kuanzia. Hata wewe mwenyewe ni muhanga, ni shahidi. Inawezekana navyofundisha haya unasema, mchungaji, unanitonesha kidonda. Kwa nini? Maana yake na wewe wazazi wako, visima vya wazazi wako vilifukiwa na wachawi. Walifukia. Ungesoma ungefika mbali, lakini kwa sababu wazazi wako walilogwa, tena amerogwa na ndugu akuzaliwa, mali zinaenda kwao, watoto mnahangaika. Hiyo ni ajenda ya shetani. Sasa mimi nakuletea habari njema leo ya kwamba mojawapo ya kilichomleta Yesu msalabani akamwaga damu yake ni kuja kuturudishia kwenye haki zetu kama wana wa Mungu. Tuna uwezo wa kufukua visima vilivyofukiwa na wachawi. Kwa jina la Yesu vinafukiwa, wanafukiwa wachawi, wanafukia. Lakini damu ya Yesu na kwa mamlaka na kwa neno, visima vilivyofukiwa tunaweza kuvifukua. Sinaona hawa mabinti hawa walifukua visima vya baba yao. Sikiliza, hata kama wazazi wako hawakufanikiwa, wewe utakapomwamini Yesu, damu ya Yesu inakupa mandate, inakupa mamlaka ya kuanzisha roho ya mafanikio kwako wewe na uzao wako. Kwa huna haja kujilaumu. Huna haja. Wapo watu ambao unakuta na mlaumu wazazi, unasema kama wazazi wangu wamenisomesha nisingeteseka hivi, kama wazazi wangu wangekuwa wamefanikiwa nisingeteseka hivi, tungekuwa tumepata ulisi. Wewe ninachokualika uje kwa Yesu mwenyewe. Haleluya! Ukija kwa Yesu anaanzisha mwanzo mpya. Haleluya! Visima vilivyofukiwa na shetani wewe waweza kuvifukua, maana mamlaka unayo. Haleluya! Wanaona hakuna sababu ya kulialia. Yupo mtetezi wetu, Yesu yu hai. Haleluya! Lakini maandiko yanaweka wazi. Hebu tuangalia mapenzi ya Mungu sasa. Mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Mithali sura ya 20 mstari wa 7. Mithali sura ile ya 20 na ule mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi: mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Umesikia? Mtu mwenye haki aendaye katika unyofu wake, umesikia? Watoto wake wabarikiwa baada yake. Ayayaya. Umeona mapenzi ya Mungu? Anaposema mtu mwenye haki ni kwenye Agano la Kale. Ni wale watu ambao walikuwa wanahesabiwa haki kwa jitihada zao, kwa kumcha Mungu, chini ya dhamana za damu za wanyama. Lakini sisi tunaposema mwenye haki kwa lugha ni wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Ndio wenye haki kwa sasa. Maana tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Sasa nasema huyo mtu mwenye haki aendaye katika unyofu wake, anayeishi maisha ya uchaji, anayempendeza Mungu, anayeishi maisha ya utaua. Biblia imetoa ahadi, nasema hivi: watoto wake, haleluya, wanabarikiwa baada ya yeye hata akifa.
wanabarikiwa. Sasa wewe mzazi, sasa hivi ukipata hela ni kwenye pombe, ni kunywa pombe tu. Hata sasa unavyonitazama umelewa. Pesa zote za mshahara ni kwenye pombe. Umeona kazi yake? Pesa zote unazozipata wewe ni kwenda kuhonga wanawake. Mke wako anajipaka mafuta vitumbua, watoto wanakula tembele, lakini kuna wanawake wengine wanafaidi huko nje. Maana yake unawaponza na watoto wako. Biblia inasema huyo mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Sikiliza, unachokipanda lazima utakuja kuvuna. Kuna maisha ambayo tunayaishi, tunadhani ni sisi wenyewe, bila kujua yanakuja kuathiri kizazi chako. Unaondoka unakuta watoto wanataabika, unawaacha kwenye nyumba ya kupanga, hawana pa kwenda. Anasema mtu mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wanabarikiwa baada ya yeye hata akiondoka. Wanabarikiwa kwa sababu anavuna alichokipanda. Ukipanda katika roho, unavuna uzima wa milele, na ule uzima unaenda na waathiri mpaka na watoto wako. Wanaishi maisha ya ushindi. Wanasema baba yetu alijitambua, alijua na uzao, ndio maana alijizuia katika kuenenda katika mambo yasiyofaa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ninachofundisha, ufahamu, anzisha roho ya kufanikiwa. Wapo watu ambao unakuta maisha mnayoishi ni maisha ya ajabu sana. Unapogoma huelewi, familia inateseka. Mapenzi ya Mungu, sikiliza, ni mzazi aache ulisi kwa watoto. Ndio mzazi aliyeishi kwa faida, aache ulisi kwa watoto. Haleluya. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Ndio maana Misali, ngoja nikusomee Misali sura ya 13 mstari wa 22. Misali 13:22 nasema, mtu mwema huachia wana na wana wa wanawe ulisi. Umesikia? Mtu mwema huwa anawaachia wana na wana wa wanawe ulisi, mpaka na wajukuu. Haleluya. Nao wanafaidi. Huyo mtu mwema anasema anawaachia wana na wana wa wanao ulisi. Maana yake tunapoondoka, watoto wanakuta baba amekwisha, anamiliki ardhi, pengine ana nyumba za kupangisha, ana miradi inayozalisha. Anapoondoka hawaachi watoto watupu, anawaachia wana na wana wa wanawe ulisi. Haleluya, haleluya. Mimi nilipojifunza haya, nikajua mapenzi ya Mungu, nikachukua hatua. Mimi na watoto 5, 2 wa kiume na 3 wa kike. Kila mtoto nimekwisha kumnunulia uwanja wake, ana uwanja. Hata kama wanasoma, wanajua tayari mzee, sisi tuna tayari, wanajua ana uwanja. Hata akiolewa anajua ana alama kwa baba yake. Haleluya. Kwa hiyo nataka kuanzisha ulisi. Mtu mwema anawaachia wana na wana wa wanawe ulisi. Waza hayo maisha unayoishi, cha pombe, unakunywa pombe kila Jumapili, unaamka asubuhi wewe unawaza pombe tu. Pesa zote unazipata umeendekeza ushirikina. Pesa zote zinaenda kwa umalaya huko, pamoja na kwamba unapata mshahara. Unapata mshahara, lakini watu naisha kwenye ulevi. Je, hii ahadi ya Mungu? Mungu amesema mtu mwema anawaachia wana wana wanawe ulisi, mpaka na wajukuu waje usema babu, bibi, kwa kweli aliishi duniani, hakuja kuzurura. Unajua duniani hapa kuna watu wanaishi kama wamekuja kuzurura. Wanaishi kama wamekuja kuzurura. Huna faida kwenye serikali, maana hata kodi hulipi. Huna faida kwenye jamii na kuzunguka. Huna faida kwenye ukoo. Huna faida kwenye jamii.
mbaya zaidi una faida kwa Mungu. Ndio maana tunahubiri habari njema za ufalme ili kuwaonya watu sasa kugeuka. Usiishi kama nafsi yako mwenyewe. Haleluya! Lazima ujue siku moja utatoa hesabu ya maisha yako. Mtu mwema anawaachia wana wa wanawe ulisi. Haleluya, haleluya. Kwa naona hapa, mimi wanafanyaga utafiti pia kwenye Biblia. Ni mapenzi ya Mungu wazazi waache ulisi kwa watoto wao. Ni mapenzi ya Mungu. Ukiangalia watu wa bara la Asia, nichukue tu taifa la Israeli. Taifa la Israeli, baba kabla hajafa lazima awabariki watoto. Na tunakumbuka hata wakati wa kina Petro, Yesu amewaita wako na baba yao wanavua. Petro alimuulizaje? Akamwambia, Bwana, naona tumeacha vyote tumekufuata, tutapata nini kwako? Unajua desturi ilikuwa ni hivyo kwamba mtoto wa kiume alikuwa hawezi kutoka kwenye boma pale nyumbani mpaka amepata ulisi na mpaka amemzika baba yake. Ndio wanaondoka, baba kisha kufa ndio wanatawanyika, wameshapata ulisi tayari. Kwa hiyo Yesu anawaita, wanaondoka kwenye boma, wanamwacha baba yao hajafa. Kwa hiyo wanataka kujua hatima yao, watapata nini. Haleluya. Yesu akawaahidi, akawaambia, mtapata mara 100, mtapata nini hapa duniani pamoja na udhia pia. Lakini tunakumbuka hata yule kijana ambaye Yesu alimtokea akamwambia, nifuate. Yule kijana akamwambia, naomba unipe ruhusa nikamzike baba yangu. Hasa kuna watu ambao wanafundisha kupotosha watu, wanasema yani hata Yesu mwenyewe hakuwa na huruma kabisa. Mpaka mtu amefiwa anamwambia nifuate. Tena Yesu akamwambia na huruma, akamwambia acha wafu wazike wafu wao. Mbona? Kwa nini kama Yesu alikuwa hatambui kabisa mambo ya kijamii? Sikiliza, haikuwa hivyo. Maana yake yule kijana alikuwa anashindana na desturi. Inamwambia hivi, unawezaje ukaondoka unamwacha baba yako hajafa? Unataka umzike kwanza baba yako. Ndio maana Yesu akamwambia acha wafu wazike wafu wao. Haleluya, haleluya. Maana yake ilikuwa ni desturi. Mtoto wa kiume hawezi kuondoka na mwacha baba yake yuko hai hajamzika. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa mpango wa Mungu ni kuhakikisha kwamba tunaacha urithi kwa watoto wapate pa kuanzia. Nafundisha umaskini unaotokana watu waliokutangulia. Hebu fanya utafiti. Je, hiyo roho ya mafanikio iko kwenye familia yenu? Iko kwenye ukoo? Kuna hiyo roho ya mafanikio? Kama hakuna roho ya mapoza, kushindwa, angalia hata kama hakuna roho ya elimu kwenye familia, kwenye ukoo, unatumia nguvu kubwa sana kusoma mpaka unachangisha michango wana ukoo. Kwani hakuna hiyo roho ya elimu. Ndio maana unakuta mtoto wa namna anayosoma hata kija kupata kazi, unakuta ile roho inamwambia wewe unataka kwenda wapi? Mbona kwenye ukoo mzima hakuna aliyesoma? Ndio maana unakuta mtu akishapata kazi unakuta hiyo pesa inaisha kwenye ulevi. Kwani kwa sababu hapakuwepo na hiyo roho. Unasoma kwa tabu, unatumia nguvu kubwa sana kufanikiwa kwa sababu hapana cheni, hakuna roho. Visima vya wazazi wako vilifukiwa. Sasa kwa kipindi cha saa ya urejesho hiki, nakwambia vyote vilivyofukiwa na wachawi, vilivyofukiwa na washetani, vyote vitafukuliwa kwa jina la Yesu. Unatazama sasa, ukiamini neno, Mungu atathibitisha. Haleluya, haleluya. Sasa kwa nini tunajifunza haya? Usiwe mzigo kwa watoto wako sasa kisa kwa sababu umewasomesha. Zingatia mambo haya. Usiwe mzigo kwa watoto wako kisa kwa sababu umetabika, umesomesha. Wapo watoto leo wanatembea kwenye laana.
wanatamkiwa maneno magumu sana na wazazi wao. Yaani mimi nimekusomesha, leo hii unaweza kumaliza mwezi hata bila kunitumia hela. No. Watoto wanaishi kwa hofu. Sikiliza, kuzaa ni wajibu wako na kulea ni wajibu wako. Ilikuwa ni haki ya wewe kumtunza na kumpatia haki zake za msingi mtoto wako, kumsomesha. Haleluya, haleluya. Mahali fulani wakati nahubiri kwenye chombo kimoja cha habari, nilifundisha neno hili. Baba mmoja kabidi awaombe msamaha watoto wake. Unakuta mzazi unawaomba mtoto yuko chuo kikuu, anasoma kwa mkopo wa serikali, bado nataka hela ya kutumie, yani anakutunza kwenye hela ya mkopo wa serikali, bado hujui kama hata kazi yenyewe ataipata, atalipa mkopo. Unakuta kuna watoto wanawatunza, wanatuma hela kwa wazazi, hela ya mkopo, hela ya mkopo. Akichelewa kutuma anaambiwa maneno magumu. Maana yake ni nini? Wewe ulitakiwa na wewe uzalishe. Unapoishi kwenye maisha yako, utunzwe na mali ulizozipata mwenyewe. Haleluya, haleluya. Lazima tuelewe mambo haya. Lakini pia ufahamu ya kwamba mtoto anapokuwa anakupatia hela wewe mzazi, sio kama malipo, ni kama shukrani. Ni kama shukrani tu. Wala hawezi kukulipa chochote. Yeye anafanya na mtoto anajitambua, natambua nafasi yako. Jitihada mzozifanya baba na mama, mpaka amefika hapo alipo. Kwa hahitaji vitisho na vya aina vyovyote vile. Haleluya, haleluya. Kwa sababu mwisho wa siku yeye naye ana wajibu wa kujenga familia yake. Kwa zingatia hiyo. Lakini pia kitu kingine kinachoweza kusaidia unapoinuka kwenye familia yako kiuchumi, hakikisha unainuka na watu wengine. Inuka na wenzako. Usikubali kuinuka peke yako. Usikubali kuwa Mungu wa familia. Haleluya. Unapoinuka, Mungu amekuinua katika eneo la uchumi, katika familia yako. Usikubali kuinuka peke yako. Ukiangalia nchi zetu za Afrika, mojawapo ya roho inayotesa ni roho ya ubinafsi. Watu wa kule bara la Asia, nimefanya utafiti, wao wanaishi kwa ukoo. Mtu mmoja akiwa maskini, wao wanaona ni aibu kwa ukoo mzima. Kwa watachangishana kuhakikisha kwamba kila mtu wanamuwezesha, ili asija kawaibisha. Unaona siri hiyo? Kwa sababu ule uchumi unakuna zunguka kwenye ukoo. Unazunguka kwenye ukoo. Angalia hata Waarabu hawa. Unakuta ukoo. Unakuta mtu anasema nani? Unakuta zile mali, ule ulisi unaendelea kwenye ukoo tu. Anakuja baba, jina linaendelea kuvuma. Ulisi unahamia kwa watoto. Watoto tunacheza mle tu. Ukitoka watoto nakuta mpaka na kwa wajukuu wanaukuta. Zile mali zinazunguka mle mpaka kwa wajukuu, mpaka kwa vitukuu. Unakuta bado jina lile lile. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Na ndivyo Mungu alivyokuwa amekusudia tangu mwanzo tuishi kwa mfumo huo. Mali zinazunguka kwenye ukoo humo. Hakuna mtu maskini. Hakuna mtu ambaye anadhalilisha familia, anaomba. Leo unakuta wapo watu, unakuta umefanikiwa leo, lakini wanamloga mwenzao. Na mtu mmoja kanisani kwangu ameteseka miaka mingi sana, miaka mingi mno. Kumbe waliokuwa namtesa ni ndugu zake wenyewe, kumloga.
Kwa walikuwa na mloga ili muue, wamtoe kafara kwa ajili ya mali. Umeona roho hiyo? Na inawezekana ninavyoongea unanitazama na wewe ni mlengwa. Mali unazozipata ulizo nazo sio za haki. Inawezekana kabisa umemloga kaka yako au dada yako, na wapo mliotoa kafara mpaka wazazi. Watu wanamloga mwenzao ili wapate mali. Ni roho inayotesa familia nyingi sana. Haya mambo tunakutana nayo. Haleluya. Nina ushahidi wa kutosha. Lakini unapoinuka kwenye familia, inuka na wenzako. Tamani kuona hiyo roho ya mafanikio inamkamata mtu mwingine. Umefanikiwa, unamwambia sasa, na waita wadogo zako, kila mtu namwambia sasa, shika mtaji huu. Shika mtaji huu na wewe. Nenda kapambane. Nenda kapambane, tusijuane. Na wewe msaidie mtu mwingine. Kisha mwezesha ili ajue kwamba naye anapambana, amwezeshe mtu mwingine kwenye familia. Hiyo roho unaipata wapi? Leo nakuta mtu anafanikiwa, anakuwa bosi wa ukoo. Na kutaka ana umri mdogo tu. Lakini hao kijana kamepata mali, familia nzima wote wanamkusanyikia hapo. Wote. Kila siku ni simu tu. Huyu anasema nisaidie, huyu anasema nisaidie. Watu wa namna hiyo huwa hawaishi muda mrefu, wanakufaga mapema. Kwa sababu wanachukua nafasi ya Mungu. Mama mmoja mahali alifiwa na mtoto wake, kijana wake wa kiume. Wameleta msiba. Yule mama akawa anajigaragaza. Anasema, Mungu, kwa nini umenifanya hivi? Kwa nini umenifanya hivi? Kwa nini hajafa mwingine, sio huyu? Baba yangu umekwenda, wakata na mume wake. Umekwenda, itakuwaje? Wewe ndio ulikuwa unanitunza. Mama yule anaomboleza kwenye msiba, wanamshika hashikiki. Wakati ana ndugu zake pale. Yule mtoto alishachukua nafasi kama Mungu. Usikubali kuwa Mungu wa familia, Mungu mdogo wa herufi ndogo. Utaishi muda mrefu. Unaponyenyuka kwenye uchumi, nyenyuka na wenzako. Anzisha roho ya mafanikio kwenye familia, isambae kwenye ukoo mzima. Haleluya. Ianzishe hiyo. Haleluya, haleluya. Usikubali. Kwa mafanikio ni roho, na kutokufanikiwa ni roho pia. Mafanikio ni roho, na kutokufanikiwa nako ni roho pia. Lazima ufahamu hiyo. Sasa hakuna namna unavyoweza kuchomoka kwenye hili gereza usipokwenda msalabani. Unapokuja kwa Yesu, unaanzisha roho ya mafanikio. Unaanzisha roho ya mafanikio. Haleluya. Kwa hiyo nakuta umekuna chimba, visima vinagombaniwa. Ukianzisha mradi unaishia njiani tu, haufiki mwisho. Maana yake unachimba kisima kinafukiwa. Unachimba kisima kinafukiwa. Wapo watu wengi sana wanateseka na hiyo roho. Ukichimba kisima, kianzisha mradi, ni kama unaelekea kustawi, unaishia njiani, unavurugika. Jambo linaanza vizuri na kuwa na matumaini kwamba sasa nakwenda kuchomoka, linakatika vipande. Maana yake unachimba kisima kinafukiwa. Unachimba kisima kinafukiwa. Unaanzisha miradi inakufa. Unaanzisha miradi inaishia njiani. Hiyo ni roho ya umaskini, ambayo hiyo usipokataa leo itatesa na kizazi chako. Itasafiri tu. Inakuja inapiga hodi kwa watoto wako. Hodi. Wanao wanaitika karibu. Nani wewe? Unaitwa roho ya umaskini. Umetoka wapi? Natoka kwa baba yako na mama yako. Wewe ukiangalia choka mbaya. Hakuna chochote walichokifanya
wanaishi maisha ya aibu, maisha ya fedheha, maisha ambayo yanatia huruma. Sasa unawezaje ukachomoka? Ukiangalia, ngoja nikusomea andiko la mwisho la Ayubu sura 42 mstari wa 15. Katika nchi hiyo yote hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa ulisi pamoja na ndugu zao wa kiume. Umeona mtu aliyeishi kwa faida? Huyu ni Ayubu baada ya kupita kwenye mateso makubwa. Watoto wake wote wakafa, wa kiume na wa kike, mali zote zikapukutika. Lakini kwa kuwa Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, akashikamana na Mungu aliye hai, Mungu akaja akamrudishia maradufu ya vile alivyokuwa navyo. Nini kilichotokea? Ayubu, Biblia imesema akawapa watoto wake ulisi, wa kiume na wa kike. Umesikia? Akawapa watoto wake ulisi, wa kiume na wa kike, wote wakapata ulisi wa baba yao. Baba yao akaondoka. Unaonaje? Wakaanza kuishi maisha ya ushindi watoto wake. Watoto wa Ayubu walipata mali, ulisi kwa baba yao. Unasema mchungaji, mambo ambayo umefundisha yananihusu mimi kabisa. Wapo watu visima vyenu vimefunikwa, vimezikwa, unaanzisha kila kitu kinakufa, na wengine wamerogwa na wanaukoo. Umerogwa ukarogeka kweli kweli, hakuna kitu nacho kifanya kikaenda, kila kitu kimepukutika. Shetani hakulengi wewe tu, analenga na watoto wako na watoto wa watoto wako, ili wakose pa kuanzia. Anachotaka afute jina lako. Unajua kuna mtu ambaye anakufa anasahauliwa siku hiyo hiyo, ndio wale tunaitaga marehemu. Marehemu yeye anakufaga siku anapozikwa, mtoa migongo makaburini, ndo amesahaulika, hakumbuki tena. Lakini kuna watu wanaitwa hayati. Hayati maana yake ni anayeishi, maana yake hata akifa anaendelea kuishi. Kuna kitu kinachoendelea kumtambulisha kwamba kuna binadamu alikuwepo, alama yake ni hii, utambulisho wake ni huu. Si unakufa unasahauliwa siku hiyo hiyo. Wale watoto wa Sarefati wakasema, kwa nini jina la baba yetu lifutwe? Kwa nini? Hatukubali. Watoto wakaandamana, wakaenda kwa Musa. Musa alikuwa ni unabii wa Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo kama watoto wanaenda kwa Musa, Musa naye akaenda kwa Bwana. Maana yake nini? Wale watoto wakapata haki yao. Maana yake na wewe na kuita sasa, na wewe useme kwa kweli shetani alifukia visima. Hakuna roho ya mafanikio kwenye familia yetu, haipo. Wote ilikuwa choka mbaya. Hakuna aliyemiliki hata baskeli. Hakuna, wote walikuwa ni wapiga vibarua tu. Wote wamekufa na magonjwa yanayofanana. Wote wamekufa, wamefia kwenye nyumba za kupanga. Na wewe hiyo roho huwezi kuiepuka. Ndio maana kila kitu natumia nguvu kubwa. Yaani namuua sungura kwa kutumia bunduki ya SMG. Kila kitu kwako ni kigumu. Kwa nini? Haipo roho, shetani ishafukia. Hakuna roho ya mafanikio. Haleluya. Na wale ambao wanafanikiwa unakuta mwisho wa yote wanaishia njiani. Ndio maana unakuta mtu unaweza kukuta amefanikiwa, unashangaa ni mlevi, ni mzinzi tu. Kwa hiyo unakuta yale mafanikio hayana faida yote. Na nilisema kipindi kilichopita, mafanikio hayalengi familia yako. Mafanikio ni yale ambayo yanaathiri kizazi chako, yanayotoka nje ya familia yako. Maana Mungu sio mbinafsi. Mungu anataka wafaidike na wengine ambao sio damu yako, wa kizazi chako. Tunasema umefanikiwa. Ndio maana tajiri hapimwagi kwa idadi ya fedha anazozimiliki na magari. Anapimwa kwa idadi ya watu wanaofanikiwa kupitia kwake yeye.
Haleluya. Sasa roho ya umaskini imeweka kambi, ilikwisha kukita mizizi kwenye familia yenu. Yesu anasema alikuwa maskini ili sisi kwa umaskini wake sisi tuweze kuwa matajiri. Tajiri ni yule mtu ambaye ana utoshelevu wa kila kitu anachokihitaji, mahitaji yote ya msingi, ana ziada kwa ajili ya watu wengine pia. Nasema ni mtu tajiri. Haleluya, haleluya. Sio mapenzi ya Mungu maisha ambao watu wanaishi kula kwa shida, kila kitu ni shida. Hayo ndio Yesu aliyomleta duniani. Haleluya. Sasa unasema mchungaji, nimekuelewa sana. Naomba uombe kwa ajili yangu. Lakini cha kwanza, shauku yangu mimi kubwa na kufundisha haya kwa gharama, ili uje kwa Yesu. Hiyo roho haiwezi kuondoka. Wewe ndio unayetakiwa. Yaani kiibuka mtu mmoja kwenye familia, kwenye ukoo, unaweza kuponya ukoo mzima. Nakwambia kabisa. Mmoja tu anaweza kasababisha akaanzisha roho ya mafanikio kwenye familia. Lakini nje ya Yesu haiwezekani. Utakwenda kwa ujanja na usiruhusu kwenda kwa waganga, kwa ushirikina. Haleluya. Mambo haya ni mambo ya kanuni. Njoo kwa Yesu. Yesu alikwisha kulipa gharama kwa ajili yetu. Utafundishwa kanuni za kufanikiwa kihalali kwa haki, na Mungu atakutendea mema. Sasa wewe unayesema unataka kumpa Yesu maisha yako, niombe kwa ajili yako. Popote pale ulipo, umekaa pale kwenye kochi na nitazama na mimi nakuona, hebu sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Hii roho ya umaskini inanitesa, inatesa familia yangu. Nimesikia neno lako kwamba nikiamua kuja kwako Yesu, roho hii itakoma. Nitaanzisha roho ya mafanikio. Ingia ndani yangu Yesu, fanye mapinduzi tangu sasa kwa jina la Yesu. Amina. Sasa weka mkono kwenye moyo wako, au kutanisha mkono wangu huu kwenye screen. Na kwenda kuomba. Naona yupo mtu ambaye visima vyako vimefukiwa. Kile unachokifanya shetani nafikia, hakifiki mwisho. Kianzisha mradi na ishia njiani. Wapo watu wengi nimekuwa naomba, wengine natoka mikoani na kuja mahali nilipo. Naomba na Mungu amewasaidia sana, amewaponya. Sasa mambo yanakwenda vizuri. Wengine naomba hata kwa njia ya simu tu, mapepo yanalipuka na waacha, yanawaachia wanafunguka. Kwa nini wewe siwe wewe? Hebu sasa nataka niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, ninaiachilia nguvu yako inayofufua vilivyokufa, inayoinua vilivyoinama, inayohuisha vilivyofishwa. Tazama ndugu yangu huyu sasa anateseka. Shetani amefukia visima vya mafanikio. Hakuna roho ya mafanikio kwenye familia yao. Analia na omboleza kwa sababu hana pa kuanzia. Yesu Kristo Mwokozi, ninaachilia nguvu yako sasa. Ninaiachilia damu yako sasa. Ivunje hiyo nguvu ya kuzimu. Ivunje hizo roho za umaskini kwenye familia hiyo. Ninapiga na kuharibu kabisa kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninavunja hiyo roho, imwachie sasa. Sahi nafungua sasa mipaka yake ya eneo la uchumi. Nafungua uchumi wake. Nafungua uchumi wake. Nafungua uchumi wake. Ewe roho ya umaskini, mwachie sasa. Mwachie sasa. Nasema na wewe roho ya umaskini uliyemvaa kama vazi, umemvaa binti huyo, umemvaa mama huyo, umemvaa baba huyo, anateseka. Roho ya chuma ulete kwa njia ya magonjwa. Akipata pesa magonjwa yanaitana. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninavunja hiyo roho, naipiga hiyo roho, na haribu hizo nguvu zote za kichawi kwa jina la Yesu Mwokozi. Ninasambaratisha mtandao wote, huo uvuli wa mauti ulioandika maskini. Anatembea kwenye ulimwengu wa roho, ameandikwa mabango, bango la maskini. Hilo bango nalivunja, ninafuta hilo bango kwenye ulimwengu wa roho. Amebandikwa alama kwamba hawezi kufanikiwa hata ende wapi. Kwa jina la Yesu, amekuwa kama Kaini, kote nako kwenda hawezi kufanikiwa. Na
ninapiga kabisa na vunja hiyo roho iliyomkamata. Ninaiamuru sasa kwa jina lako Yesu. Yesu, naachilia neema yako sasa, naachilia neema hii Bwana iweze kumkamata ndugu yangu huyo, anateseka, analia na msiba, naomboleza. Ainuke sasa. Yesu likuja kuwapumzisha watu na mizigo, apumzishwe kwa jina la Yesu, awe huru. Na fungua roho ya maskini iweze kumachia, na fungulia roho ya mafanikio, na fungulia sasa roho ya mafanikio katika kila chako kigusa, na fungua mikono yake kwa jina la Yesu. Atakayofanya kazi afanikiwe kwa jina la Yesu. Yesu, nakushukuru, umetenda kwa jina la Yesu. Amina. Sasa nikushirikishe, tafuta kanisa ambalo yupo mtumishi wa Mungu anayehubiri kweli, ambaye anafundisha neno la Mungu, sio maruweruwe. Usiende huko, nenda kwenye kanisa ambalo wanaomba kupitia jina la Yesu, wanafundisha watu kufunga na kuomba, maombi ya kufunga na kuomba. Haleluya! Watakusaidia, utaishi maisha ya ushindi. Na fuatilia kipindi hiki siku kama ya leo, ndio kufuatilia tu. Ninaamini kabisa Mungu atafanya mambo makubwa sana ya ajabu, na huko mbele taendelea kufunua vitu ambavyo hujawahi kuvisikia, pengine ambavyo vitakweza kuleta maarifa ya ajabu sana. Biblia imesema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Haya ndio maarifa ambayo ukiyajua hautaangamizwa, utakuwa salama. Uwe hai kwa jina la Yesu.